Dr. Shima. Safi, niambie ndugu yangu. Mambo yanaenda? Salama alhamdulillah. Mbona unashuhudia ratiba imepangwa ya ligi kuu msimu ujao? Kabisa, nimealikwa na bodi ya ligi kuja kushuhudia ratiba ambayo ya ligi kuu ambayo imekuja kwa mfumo wa kidijitali, mfumo wa kisasa kabisa ambao ni komesha malalamiko. Mimi nasema mfumo unaitwa mfumo komesha malalamiko. Tuwashukuru bodi ya ligi kupitia CEO wa bodi ya ligi CPA Cornel Barnabas kwa kuja jambo hili kubwa, lakini pia nimshukuru rais wa mpira, Rais Wallace Karia kwa maoni yake makubwa na vision yake kubwa ya kuendesha mpira nchini na kuja na hili wazo na kuja na mfumo huu wa kisasa ambao kimsingi umekuja kutatua changamoto zile za malalamiko. Kuanzia sasa hivi zimekwisha, na sidhani kama kuna timu itaanza kulalamika. Malalamiko FC kuanzia leo tumeazika. Niseme tu mfumo huu umekuwa ni mfumo mzuri, na ndio ambapo dunia imehamia huko kwenye mifumo ya kidijitali ya kisasa ya uendeshaji wa ligi. Ile modern football sasa tunaanza kuishi kwa kisasa. Unaona presentation pale imechukua dakika 3 na sekunde 24 kumalizika. Yaani ni mfumo wa rahisi na mwepesi ambao umelitect mechi 240 za ligi kuu 2026-27 zitachezwa kwa viwanja gani, lini, wakati gani na nani ataanza na nani kwa mechi zote kwa timu zote 16. Maana ni jambo wapongeza viongozi wa bodi ya ligi na TFF kwa jambo hili kubwa. Sisi kama waraji wa mpira wa miguu, kama mashabiki ambao huwa tunalalamika sana kwa kweli kwa hili la tiba hii, kwa kweli niwapongeze, yani saluti sana. Wallace Karia apepewe, CEO wa bodi ya ligi Cornel Barnabas apepewe, na Solid Safaza mwenyekiti wa bodi ya ligi apepewe. Unaona dabi ya Kariakoo imepangwa mwezi wa 10, tunajua itaanza mwezi wa 10 Simba na Yanga, lakini Februari mechi ya marudiano itakuwa pia dabi ya Kariakoo. Kwa maana yake viwanja pia, uwanja wa Uhuru, uwanja wa Simba nyumbani utakuwa ni Uhuru, uwanja wa Yanga nyumbani utakuwa pia ni Uhuru. Maana yake katiba hii rafiki pia itaepusha ile kuna wakati Simba tulikuwa tunapangiwa mechi kila baada ya siku 2 mechi. Kupitia mfumo huu hataonewa Pamba, hataonewa Simba, hataonewa Azam na timu yote ile. Dr. Mo, tumeona ratiba. Unaiona Simba yako ikifua kule ugenini? Hii ratiba nzuri sana, na mimi Simba yangu kwa bora ambao tunao msimu huu ndio msimu wa kuchukua ligi. Yaani tujipange vizuri, tusajili vizuri. Msimu nini? Msimu huu ndio kwa kuchukua ligi kuu, kwa sababu ratiba hii imekuwa nzuri, imekuwa fair kwa kila mtu. Kwa msimu huu, msimu wa Simba ndio kuchukua ligi msimu huu. Mimi naomba tutegemee mabadiliko baadaye. Mabadiliko gani? Kuongea tofauti. Kaka, mimi nimemsajili Kevin Nation, nimemtangaza jana. Anakuja Kelecho, anakuja Chobwedo, anakuja Baraka Msimu. Brother, Simba hii Simba hatari kaka, na ratiba hii ni fair. Haitombana Simba wala nani. Kwa maana yake imetuwekea mazingira mazuri na rafiki ya kucheza mpira kulingana na quality ya wachezaji ambao nao. Kwa msimu huu ndio msimu ambao na Simba tunapaswa tushikane, viongozi wetu wafanya kazi kubwa, tuwasupport viongozi wetu, tuwasupport wawekezaji, tumsupport mwekezaji wa jezi Jeruti, tununue jezi kwa wingi ili msimu huu Simba tuchukue ubingwa, tukanunue jezi kwa wingi. Msimu huu ili tuchukue Simba ubingwa msimu, tununue jezi za Jeruti kwa wingi ambazo zinazinduliwa wiki ijayo, zinazinduliwa mwisho wa mwezi huu kuelekea mwezi wa 8. Dokta, kumbuka ufunguzi wa ligi mnakutana wewe na mtani wako. Namfunga. Kaka anafungwa. Nataka mimi hiyo mechi ya ufunguzi asite timu. Aanze mara mingi. Asifanyeje? Akimbie. Nataka akimbie. Kaka, hii Simba hii tumemsajili Rodri. Mchezaji bora wa MVP wa World Cup tumemsajili. Unajua ni nani? Kevin Nation. Ni kama Rodri. Humuoni uwezo wake mkubwa na Kevin Nation? Ni kama Rodri. Ni bonge moja ya kiungo ambao Simba tumesaini naye kandarasi ya miaka 3 jana. Hivi Yanga anaponea wapi? Kama msimu huu uliopita hajapata ushindi hata mmoja. Mimi nimemfunga refari akawasaidia. Nimemfunga kwenye muungano nikachukua kombe mbele yake. Mimi na Samuel hapa kama singekuwa wazee kwenda kwa jumba la dhahabu na kumwaga maji. Alikuwa anafunga bao 3. Hiyo ndio Simba. Kwa hiyo msimu huu dabi pale Uhuru. Msimu huu nampiga dabi zote. Hamna jumba la maajabu pale. Jumba la maajabu alipo waende waone. Na sheria imekuja. Wamekuja sheria kali. Akienda tu kwa jumba la dhahabu, kitakachomkuta kunyangoa pointi 8. Anaweza kwenda. Aende tuone. Amuogopi labda kucheza naye uwanja mmoja labda wa ligi. Yanga wao ndio wameomba. Unajua kabla ya ligi vilabu vyote wao Dr. Trek wameomba nini wakati nani ratiba imepangwa kwenye mfumo? Wameomba Mungu. Wameomba Mungu. Wapango wewe kaka hujui. Ratiba imepangwa na mfumo. Sio nzuri. Lakini Yanga wanashinda wanaomba Mungu. Na wengine wanavunja nazi njia panda ili wapangwe uwanja mmoja na Simba. Ndio maana imeangukia Uhuru. Kwa sisi tunafly.
Si unaelewa vizuri? Ni amani. Kaka, sisi amani ya moyo, sisi tunamfunga vyote anavyokuja atafungwa. Na uwezo wote tunao. Masala. Saba wewe unashuta chuma. Kaka hatari. Jana kwanza mashuka rodi. Leo kaka, kuna mchezaji mmoja anaitwa Ibrahim Dumbia. Hebu weka sawa. Nisikilize. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Ibrahim Dumbia. Ana magoli 17. Ana assist 8. Ana uzito wa kilo 58. Dokta. Kaka hutaki. Muha umeanza sasa mambo yako. Nimekwambia ana goli 17. Ana assist, ni good pass, mpiga pasi za mwisho 8 za goli. Ana kilo 58 uzito wake. Unaambiwa anakimbia au zaidi ya fast jet. Yaani ukipress button tu hapa na Morogoro dakika 10. Ibrahim Dumbia. Mchezaji kutoka Mali. Tumemaliza biashara. Na yupo nchini hapa. Sio nzuri. Kaka ndio mnamtambulisha leo. Kaka, hii Simba hatari. Tajiri kasemaje? Nataka nichukue ubingwa kabla mechi 10 za mwisho malizika bingwa. Na kule umesikia wanavyosema? Nani? Kule upande wa pili. Wanasema nini? Wao sajili zao mechi 9 wanachukua ubingwa. Hawana sajili yote ya maana ambayo ifanye, washatuambia vitu vya ajabu. AI, si Dumbia, si nani, umeona nini? Chuga boy. Sijichuga siji. Wakina buba kafanyaje? Wewe dokta sasa hivi unamkataa Chuga. Ni vichekesho. Usajili wa Yanga ni usajili wa kompyuta, wa laptop, wa AI. Unamkataa Chuga. Mchezaji wa kawaida bwana. Chuga si mimi namjua toka kwa Fountain Gate. Yule mchezaji ni wa kawaida sana, ni mchezaji wa daraja dogo. Mimi pale Sinza Star wachezaji wa daraja kubwa, yule Chuga akasome. Najua Sinza Star ukaone Kasuo unakuja pale kaka. Nasemekana mlikuwa mnamtaka na nyie. Nani? Wapi? Ushahidi upi? Chuga boy. Toa ushahidi hapa nakupeleka kimoja hapa. Toa ushahidi. Hamna. Sisi tunataka wachezaji na viwango vikubwa kama Kevin National. Ameprove national wise, ameprove club wise, ameprove akiwa na Geita Gold, ameprove akiwa na Pamba Jiji, ameprove akiwa na national team. Huyo ndo Kevin National ambaye amesajiliwa na klabu ya Simba. Wachezaji wa daraja kubwa, kaliba yake ndio ambao wanastahili kucheza Simba. Ukimalizia kwa sekunde chache kuelekea Ngao. Ngao sana, nimekwambia kule Ngao haiti timu. Mimi nakwambia hatuleta timu uwanjani. Akileta na safari hii tumemwambia Karia timu yote ikikataa kuja uwanjani ifushe daraja. Ikiwa nyie sisi tumejiandaa, sio tutamani dabi kesho. Hivi kwa bora kwa Kericho, kwa Kevin Nation, kwa Ibrahim Dumbia, kwa Peter Shaulile. Shaulile bwana dokta. Jeruti kasema Jeruti. Nisikilize. Jeruti kanambia akitaka kuongeza hela mimi naongeza matatu yake. Shaulile atoe bongo. Weka sawa. Kaka, Shaulile yupo kwenye mazungumzo na Simba. Muda wote tutatangaza. Sio unajua tumemwacha soa kaka? Bado hajamaliza. Muda wote lakini Ibrahim Dumbia tayari shamaliza. Shaulile bado kuna vizuizi. Bado hamna kizuizi. Isipokuwa kule mifumo kuingizwa hela ndio kwa migumu. Kaambiwa njoo tukuingizie. Tufungulisha account hapa CRDB Mbeju, tukuingizie hapa. Shukrani ndugu. Kila